Avyo kundi la watu ambao waliamini ujumbe wa wale malaika watatu watajiunga upande wa upinzani. Hata sasa kundi hilo limejisainisha umoja wa makanisa, mapokeo mengi, viwango kushushwa, sasa limeshageuka zabibu mwito. Hata sasa kundi hili limejisainisha umoja wa makanisa, mapokeo mengi, viwango kushushwa, sasa limeshageuzwa zabibu mwito. Nabii alionyeshwa kundi la Wasabato wakishauri alama kuiondoa inayotutenga na ulimwengu huu, wakidai ndiyo njia kazi ifanikiwe. Nabii alionyeshwa kundi la Wasabato wakishauri alama kuiondoa inayotutenga na ulimwengu huu, wakidai ndiyo njia kazi isonge mbele. Hata sasa kundi hili limejisainisha umoja wa makanisa, mapokeo mengi, viwango kushushwa, sasa limeshageuka zabibu mwito. Hata sasa kundi hilo limejisainisha umoja wa makanisa, mapokeo mengi, viwango kushushwa, sasa limeshageuzwa zabibu mwito. Amina. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wana furaha katika sabato ya leo? Naona kabisa kila mmoja anayo furaha kubwa katika sabato ya leo. Basi nipende kuwakaribisha wote katika chakula hiki cha kiroho ambacho Bwana amepanga tuweze kukisikia au kutafakari katika siku ya leo, na tuendelee kututia hamasa zaidi katika kukaribia ufalme wa mbinguni. Katika wakati huu tutakwenda kutembea na somo linalosema kupambania ufalme wa mbinguni. Kupambania ufalme wa mbinguni. Tutaangalia namna nyingi ambazo watumishi wa Mungu hapo awali walipita na walipambania ufalme wa mbinguni, lakini hata Masihi mwenyewe alipokuja ilikuwa kwa namna gani. Tukirejea fungu letu la Waebrania sura ya 10 mstari wa 35, hapo msomaji. Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 35. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 na mstari wa 35. Sura ya 10 na mstari ule wa 35. Ndio anasemaje? Neno la Bwana linasema, basi msiutupe ujasiri wenu. Basi msiutupe ujasiri wenu. Kwa maana una thawabu kuu. Kwa maana una thawabu kuu. Ujasiri huu tulio nao katika imani katika Injili, Bwana anasema kwamba tusiutupe, kwa maana una thawabu kuu. Thawabu kuu ambayo ni ya uzima wa milele. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kwenda kwa ujasiri kutokana na kile ambacho amekiamini kwamba mwisho wa mambo yote, mwisho wa dhiki zote, mwisho wa tabu zote ni uzima wa milele. Tuangalie habari za Masihi kwamba alipokuja katika ulimwengu huu, ulimwengu ulimpokea kwa namna gani na atakuja kama mtu gani, na baada ya kuja ni nini kitafuata. Ukiangalia unabii wa kuja kwa Masihi, hasa pale ambapo alipoweza kuingia Yerusalemu, alipoingia katika mji wa Yerusalemu. Tufungue kitabu cha Zekaria sura ya 9 na ule mstari wa 9.
Kitabu cha Zekaria sura ya 9 mstari wa 9 kwamba watu walipokea kwa namna gani Masihi alipoingia Yerusalemu. Twende msomaji. Zekaria 9 fungu la 9. Neno la Bwana linasemaje? Furahini sana, furahini sana, binti Sayuni, binti Sayuni. Piga kelele, piga kelele, binti Yerusalemu, binti Yerusalemu. Tazama, tazama, mfalme wako anakuja kwako. Tazama, mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, ni mwenye haki. Naye ana wokovu, ni mnyenyekevu. Naye ana wokovu, ni mnyenyekevu. Ni mnyenyekevu. Twende. Amepanda punda, amepanda punda. Naam, mwana punda. Naam, mwana punda. Mtoto wa punda. Mtoto wa punda. Bwana asifiwe. Hapa Yesu alikuwa akiingia katika mji wa Yerusalemu. Alikuwa akiingia katika mji wa Yerusalemu. Habari hizi zimeandikwa katika kitabu cha Zekaria. Sasa zimekuja kutimia kwa namna gani? Zilikuja kutimia wapi? Twende kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 9. Kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 9. Sura ya 21 na mstari ule wa 9. Ndio. Neno la Bwana linasemaje? Na makutano waliotangulia, na wale waliofuata, wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, Hosana mwana wa Daudi. Ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Twende. Hata alipoingia Yerusalemu, ndio, mji wote ukataharuki. Kumbe hata walipoingia Yerusalemu mji wote ukataharuki. Twende. Watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasemaje? Huyu ni yule nabii. Wengine wakasema huyu ni yule nabii. Twende. Yesu wa Nazareti. Ya Galilaya. Twende. Anasema Yesu akaingia ndani ya hekalu. Hapo tunasoma Yesu, baada ya pale Yesu akaingia ndani ya hekalu. Yesu alipofika walimlaki wakasema, Hosana mwana wa Daudi. Kila mmoja aliweza kutaharuki kwa furaha na shangwe akimlaki nani? Bwana. Yesu mwana wa Daudi. Hawa watu walikuwa na ujasiri na imani. Tukirejea Ibrania 10:35 tulisema kwamba ujasiri wenu msiutupe kwa maana una thawabu kuu mbele za Mungu, si ndio? Ndio. Hawa watu Yesu alipofika katika ule mji wa Yerusalemu ni kwamba waliweza kumpokea kwa ujasiri mwingi wakisema, Hosana mwana wa Daudi. Walimuita mbarikiwa. Wengine wakasema huyu ni yule nabii Yesu mwana wa Daudi. Bwana asifiwe sana. Sasa hawa watu baada ya kumsifu kwa namna ile kwamba Yesu mbarikiwa, Hosana, kila mmoja alikuwa na taharuki kwa furaha na shangwe alipokuwa akiingia Yerusalemu, amepanda punda na mwana punda akiwa anatembea. Sasa nini kinaenda kutokea? Baada ya kufika katika Yerusalemu akaanza na habari za ufalme wa mbinguni. Twende mstari unaofuata hapo. Mstari wa 12. Inasemaje mstari wa 12? Anasema alipofika tu Yesu akafanya twende. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Kumbe alipofika katika hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Kwa maana kwamba katika hekalu la Bwana kumbe kulikuwa kuna watu ambao walikuwa wakifanya mambo ambayo hayapaswi kufanywa katika nyumba ya Mungu. Mmoja, walikuwa wakiuza na kununua katika hekalu. Twende. Akapindua meza za akapindua meza zao. Hawa ndio watu ambao walionekana kwa mara ya kwanza wakimlaki. Sasa akapindua meza zao. Twende. Na vitu vyao walikuwa wakiuza njiwa. Na viti vyao ambao walikuwa wakiuza nini? Njiwa. Hapo hekaluni. Twende. Akawaambiaje? Imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Akawaambia imeandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Ukisoma Isaya sura ya 2 mstari wa 2, andaa fungu hilo. Twende msomaji. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni. Kumbe hii nyumba ya sala walifanya kuwa pango la wanyang'anyi, lakini vipofu na viwete wakamwendea. Twende. Akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto waliopaza sauti zao hekaluni, ndio wakisemaje? Hosana mwana wa Daudi. Waliokuwa wakisema Hosana mwana wa Daudi. Twende. Walikasirika. Wakamwambia wakisema hawa
Wakamwambia, wasikia hawa wasemavyo? Wasikia hawa wasemavyo? Yesu akamwambia, naam, hamkupata kusoma ndio kwa vinywa vya watoto wachanga ndio na wanyonyao ndio umekamilisha sifa? Ndio. Akawaacha, akatoka nje ya mji mpaka Bethania. Inatosha. Bwana asifiwe. Kala huko. Kumbe baada ya kwenda kusafisha hekalu, kwenda kulitakasa hekalu, Yesu alikuta wanafanya biashara katika la Bwana. Akapindua meza, walikuwa wakiuza njiwa, wakifanya mambo ya ajabu ajabu katika nyumba ya Mungu. Wale walikuwa wakiimba kwa sifa, Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa Masihi ajai. Sasa walifanya nini? Walikasirika. Wametoka kuona shangwe kuu kule ya kumpokea Yesu, anakuja anaingia katika Yerusalemu. Wakaimba Hosana mbarikiwa. Lakini alipofika pale Yerusalemu akakuta mambo anafanya ni mambo ya ajabu. Kwa maana ya kwamba walipokuwa wanasema huyu ndugu yuko vizuri, tuko naye vizuri, lakini alipoanza kwenda nao kinyume nao, alipowapinga kwa mambo ambayo kuyafanya mambo ya ajabu, aliposimama katika kweli, tayari watu walifanya nini? Walikasirika. Kwa hiyo hata nyakati za leo pale ambapo tutakuwa tunahubiri kweli, ukiona ndugu unamhubiria anafurahi, na sisi tunahubiri kweli, lakini ukigusa tu kwenye upande wake kumwambia na nyinyi hapo umekosea, tayari mtu huyo anafanya nini? Anakuchukia. Kwa hiyo Yesu alipoingia akasema si ndio huyu mwenyewe, Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa. Alipoanza kuhubiri ile injili, basi wakaanza kumchukia. Hao ndio watu wakaanza kufanya nini? Kumchukia. Twende katika kitabu cha Mathayo 27 mstari wa tuanzie 22. Kitabu cha Mathayo 27 ule mstari wa 22. Mstari wa 22. Tulisema Isaya sura ya 2, si ndio? Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Tusomee hapo mama. Isaya sura ya 2 mstari wa 2. Yesu aliwaambia nyumba hii itakuwa nyumba ya nini? Ya sala. Lakini nyumba imeifanya pango la wanyang'anyi. Twende. Isaya 2 na ule mstari wa 2. Na itakuwa katika siku ya mwisho. Na itakuwa katika siku ya mwisho. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya mlima. Twende. Nao utainuliwa juu ya mlima. Twende. Ya vilima. Twende. Na mataifa yote watauendea makundi. Twende. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njooni twende juu mlimani kwa Bwana. Twende. Nyumbani kwa Bwana wa Yakobo. Nyumbani kwa Bwana wa Yakobo. Twende. Naye atatufundisha njia zake. Naye atatufundisha njia zake. Nasi tutakwenda katika mapito yake. Nasi tutakwenda katika mapito. Kumbe ile nyumba iliyosema nyumba ya sala ndio hii hapa, nyumbani kwa Bwana. Atatufundisha mapito yake, atatufundisha njia zake katika nini? Katika mapito yake. Twende. Maana katika Sayuni itatokea sheria na neno la Bwana. Kumbe katika Sayuni, katika nyumba ya Bwana itatoka sheria na nini? Na neno la Bwana. Na neno la Bwana. Twende. Katika Yerusalemu. Naye atafanya kuhukumu katika mataifa mengi. Naye atafanya kuhukumu katika mataifa mengi. Atawakemea watu wa kabila nyingi. Atawakemea watu wa kabila nyingi. Nao watafua panga zao ziwe majembe. Amina. Kwa hiyo kumbe katika Sayuni, nyumba ya nani? Ya Mungu, itatoka nini? Sheria. Yerusalemu, si ndio? Lakini kule katika alipoingia Yerusalemu katika hekalu walikuwa wakitoa nini? Walifanya pango la wanyang'anyi, wakiuza njiwa, si ndio? Yesu akafika akatakasa hekalu, akapindua na kuwafukuza wale wote wakifanya mambo ya ajabu. Twende mstari wa 27 mstari wa 22. Anasemaje Mathayo? Mathayo 27 fungu la 22. Ndio. Anasemaje? Pilato akawaambia. Kumbe Pilato aliwaambia baada sasa ya mambo yote kutokea mpaka kufika kumpatia hukumu. Twende. Basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote asulubiwe. Kumbe wale ambao walikuwa wakiimba Hosana mwana wa Daudi, Hosana mwana wa Daudi, zikageuka zikawa kelele, asulubiwe. Twende msomaji. Akasema kwa nini? Ni ubaya gani aliyoutenda? Paka Pilato akaza, ni ubaya gani aliyoutenda huyu mtu? Wakazidi sana kupiga kelele. Wakisema na asulubiwe. Bwana asifiwe. Amina. Sasa wale watu waliokuwa wakimlaki kwa shangwe wakisema Hosana mwana wa Daudi, wakageuka wakisema nini? Asulubiwe. Sasa hawa watu wameshageuka mioyo yao kutoka katika kumlaki Bwana kwa shangwe na furaha, wamefika kwenye mioyo ya kwamba asulubiwe.
Kila mmoja utasikia huyu asulubiwe. Lakini pale alipokuwa akiingia Yerusalemu, kila mmoja walimlaki kwa shangwe. Wakasema hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa. Wanamkaribisha Yerusalemu. Wengine wakitandika na nguo zao chini pale, Yesu anapita. Walimlaki kwa matawi ya nini? Ya mitende. Lakini tu alipoanza kwenda kinyume nao, alipoanza kuambia hii njia sio sahihi, tayari wakaibua kule. Afanye nini? Asulubiwe. Kila mmoja. Ebrania sura ya 10:35. Ebrania 10 na fungu la 35. Ndio. Anasemaje? Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Kwaona sisi tusiutupe ujasiri wetu tulionao, kwa maana una thawabu kuu. Sasa wale waliutupa ujasiri wao na wakageukia ujasiri mwingine, asulubiwe. Sasa tuangalie sasa kwa nini walifanya vile, na sisi kwa nini tunaambiwa tusiutupe ujasiri wetu. Twende kitabu cha Danieli 12 mstari wa kwanza. Tuone yule, alafu mmoja afungue Mathayo 24 mstari wa 29. Tuone. Tuanze Mathayo 24 mstari wa 29. Tuone huyu ambaye walikuwa wakisema asulubiwe. Waliutupa ujasiri wao, wakaanza kusema wafanye nini? Asulubiwe. Lakini 24:29. Anasemaje? Anasema ndio. Lakini mara baada ya ziki ya siku zile, twende. Jua litatiwa giza. Na mwezi hautatoa mwanga wake. Ndio. Na nyota zitaanguka. Twende. Na nguvu za mbinguni zitatikisika. Twende 39. Twende 39. 24:39. Wasitambue hata gharika ikaja. Ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ndio, twende. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Sasa hawa watu ambao waliweza kumkataa Yesu na kusema kwamba asulubiwe, lakini huyo ndio mkuu ajaye kwa mara ya pili katika ulimwengu huu. Unafikiria nini kwamba hawa watu walikuwa wakisema asulubiwe, watasema nini? Waliutupa ujasiri wao na kusema kwamba asulubiwe. Mara ya kwanza walikuwa na ujasiri mzuri. Abarikiwe, hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa Masihi ajaye. Aliyetabiriwa katika Zekaria 9:9. Mpanda nini? Anapanda punda. Furahi ni nani? Simon, si ndio? Lakini leo wamekuja kusema asulubiwe. Sasa wakamsulubisha, si ndio? Tuliona katika Mathayo 27 mstari wa 22, wakamsulubisha. Wakasema asulubiwe, kelele zikageuka. Lakini katika 24 kuanzia 39 hata 38 pale mpaka kuendelea pale anasema kwamba kumbe ndio Masihi sasa anayekuja. Akija kwa mara ya pili, hao watu watakuwa wanasema nini? Twende Danieli 12 mstari wa kwanza. Danieli 12 na mstari wa kwanza ndio anasemaje? Wakati huo Mikaeli atasimama. Kumbe yule aliyokuwa akisema kwamba asulubiwe, Mikaeli atasimama. Twende. Jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Twende. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake haukuwapo tangu zilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Ndio. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele. Ndio. Wengine aibu na kudharauliwa milele. Huyu Mikaeli atafanya nini? Atasimama. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu wa wana wa watu wako. Kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwa. Sio kama leo ukuta mtu amesimama vizuri tu kwenye imani, lakini mwisho wa siku unakuta anageuka, anaanza kusema asulubiwe. Ndio ni matengenezo ya afya, anasema hamna, nyie mmedanganywa, nyie waongo. Tunapaswa kula hawa wote. Ikiwa ni Sabato anasema nyie Sabato waongo. Anasema asulubiwe. Mwisho wa siku itakuja kwa nini? Mikaeli atasimama kuleta hukumu wapi? Duniani. Mikaeli ni nani? Yule aliyofanya alimkataa. Kwa hiyo wapendwa, tusiutupe ujasiri wetu tulio nao, ili kwamba atakapokuja Mikaeli
wote tuwe katika nini? Katika uzima wa milele. Ni kwa nini watu wanafikia mpaka viwango hivi? Hebu tuangalie kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa pili pale. Waebrania 4 mstari wa pili. Waebrania sura ya 4 mstari wa pili. Anasemaje? Maana ni kweli. Kwa maana ni kweli. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama wao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa wao. Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Twende. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Kama vile alivyosema, kama nilivyowapa kwa hasira yangu. Kwa hiyo kumbe neno linapaswa kuchanganyika na nini? Na imani, si ndio? Ndio. Ndio tunafikia ukamilifu hata kuingia katika nini? Katika ile raha ya Bwana. Lakini tusipochanganyika na imani, basi tutakuwa ni wale wa kupaza kwamba asulubiwe. Tunakuja huku, tunageuka huku. Bwana asifiwe sana. Amina. Twende kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wake wa 11. Ufunuo 19 na mstari wa 11. Ndio. Neno linasemaje? Kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Natazama farasi mweupe. Yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Si ndio? Tulisoma kule katika Zekaria 9:9, si ndio? Yeah. Kwamba huyu ajaye amepanda nini? Punda. Alikuwa amepanda punda, si ndio? Ndio. Wakafika paka wakatandika nguo pale, wakimlaka wamejana mitenda, alikuwa amepanda punda, si ndio? Na kitoto cha punda kidogo. Si ndio? Ndio. Sasa Ufunuo anatuambia kwamba yule aliyepanda punda wakaenda wakamkataa kule. Ufunuo 19:11 anatueleza kwamba atakuja amepanda nini? Farasi. Twende. Aitwaye mwaminifu na wa kweli. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake alikuwa kama mwali wa moto. Na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu. Amina. Hatukiishia hapo. Sasa tutakuja kumwona huyu Masihi anakuja akiwa amepanda nini? Farasi, si ndio? Yaani ni habari zile. Yohana aliweza kuonyeshwa haya mambo akiwa wapi? Kisiwa gani? Patmo. Ufunuo 1 mstari wa 9. Alionyeshwa yote ya mambo. Tusome hapa mambo. Ufunuo 1 mstari wa 9. Alionyeshwa mambo akiwa wapi? Patmo. Ufunuo 1:9 anasema, Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu. Ndio. Kristo alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo. Kumbe alikuwa katika kisiwa kiitwacho nini? Patmo. Akaonyeshwa haya mambo yote. Kwa ajili ya neno la Mungu. Na ushuhuda wa Yesu. Na alikuwa katika roho. Siku ya Bwana. Inatosha. Alikuwa katika roho siku gani? Ya Bwana. Siku ya Bwana. Akaonyeshwa haya mambo yote. Kwa hiyo wapendwa, haya mambo ni ya nini? Ni ya kweli na ya hakika. Tusiutupe ujasiri wetu tulio nao, kwa maana una sawabu kuu mbele nani? Za Mungu. Sasa huyu Mikaeli ambaye tumeona kwamba katika Danieli sura ya 12 tunaona kwamba atakuja kufanya nini? Hukumu, si ndio? Ufunuo 10 na ngapi? 19 anatueleza pia habari za nini? Za hukumu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanageuka, msurubisheni. Watakuja kufanywa nini? Hukumiwa. Watakuja kuhukumiwa. Kwa hata sisi leo imetupasa kusimama katika ujasiri huu tulio nao na tuipiganie imani. Tusigeuke tukaanza kusema msurubisheni. Sije kama tumepokea neno kwa shangwe kuu, Hosana mwana wa Daudi, kama walivyosema katika mji wa Yerusalemu, lakini alipofika wakasema msurubisheni, kwa sababu tu alipingana nao. Alisimama katika kweli, akapingana nao. Akaambia, "Nyinyi hapo mnakosea." Akatupa kule mameza, unafanya biashara kwenye kala Bwana, akatupa kule, akapindua kila kitu. Tayari wakasimama kufanya nini? Kumpinga.
Bwana asifiwe sana. Sasa tusipoutupa ujasiri huu tulio nao katika imani, si ndio? Anasema kwamba imani chanzo chake nini? Na kusikia, si ndio? Ni kusikia nini? Neno la Mungu. Bila shaka ni Warumi 10:17. Nazungumza pale habari za imani, chanzo chake ni nini? Ni kusikia. Kwa nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo sasa tusiutupe huu ujasiri wetu. Je, tumeandaliwa nini na nini ambacho tutakiona? Twende Ufunuo 22. Mstari wa kwanza. Ufunuo 22 na mstari wa kwanza. Ndio. Anasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Wenye kung'aa kama bilauri. Wenye kung'aa kama bilauri. Ukitoka katika kiti cha enzi. Ukitoka katika kiti cha enzi. Ndio, twende. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Cha Mungu na cha mwana kondoo. Katikati ya njia kuu yake. Na upande huu wa ule mto. Ulikuwapo mti wa uzima. Kumbe kulikuwapo mti wa uzima. Uzao matunda aina 12. Uzao matunda aina 12. Wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Ni ya kuwaponya mataifa. Kwa nini tumefikia kote kule? Twende 21 Ufunuo. Mstari wa kwanza. Kwa nini tufika kote kule mpaka uone mti ule mzuri? Kulikuwa kuna nini? Twende. 21:1 anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Wala hapana bahari tena. Wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu. Twende. Yerusalemu mpya. Ndio. Ukishuka kutoka mbinguni na ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Twende. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, ndio, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kumbe maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Na wanadamu. Hao wanadamu ni wanadamu gani? Ni wanadamu ambao hawakuutupa ujasiri wao wa nini? Wa imani, na hatimaye wakiingia lahani mwake nani? Bwana. Ukiutupa ujasiri wako katika mji ule, hautaweza kuingia. Hautaweza kufanya nini? Kuingia. Ni mji mzuri sana ambao umeandaliwa kwa ajili ya mimi na wewe. Mazingira yake ya kule tunayaona ni mazingira mazuri. Watu wa kule hawahitaji nini? Jua, si ndio? Yaani ni safi kabisa. Mti mmoja tunazaa matunda aina 12. Na majani yake ni majani ya kuponya mataifa, na unazaa kila mwezi. Hii miti yetu sasa hivi ukizaa mwaka huu mpaka mwakani, lakini kule kila mwezi. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo tusiutupe ujasiri wetu tulionao katika nini? Katika imani. Ndio maana tukiangalia waraka wa pili wa Timotheo ile sura ya 4. Twende mstari wa 7 tumalize hapo msomaji. Timotheo wa pili 4. Tuone Paulo anatueleza nini pia. Sura ya 4 mstari wa 7. Mstari wa 7 anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Nimewekewa nini? Taji ya haki. Taji ya haki. Twende. Ambayo Bwana mhukumu mwenye haki. Atanipa siku ile. Atanipa nini? Siku ile. Atanipa nini? Siku ile. Siku hiyo. Nani mhukumu mwenye haki? Daniel 12. Naona tusome hapo Daniel 12. Moja tu. Daniel 12:1. Tuone huyu mhukumu mwenye haki atampa taji gani? Twende hapo Daniel 12 mstari wake wa kwanza. 12:1 anasema. Ndio. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu atakaye upande wa wana wa watu wako. Ndio. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake haukuwepo tangu nilipoanza kuwa kwa taifa hata wakati huo. Wakati huo. Ndio. Wakati huo watu wako wataokolewa. Wakati huo watu wako wataokolewa. Twende. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao. Ndio. Wala lao katika mavumbi ya nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele. Wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza. Si ndio? Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota
milele na milele. Milele na nini? Na milele. Huyu ndio Bwana mhukumu mwenye haki ambao Paulo anasema kwamba baada ya hapo limeandaliwa nini? Twende msomaji sasa hapa. Wala si mimi tu, ndio, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Bali sio Paulo tu ambao atapewa hiyo taji na huyu Mikaeli, bali na wale wote ambao walipenda kufunuliwa kwake. Twende. Jitahidi kuja kwangu upesi. Ndio. Maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Amen. Bwana asifiwe sana. Inatosha. Kwa hiyo sasa kila mmoja apambane asiutupe ujasiri wake alionao. Sawa? Amen. Kwa maana tumeandaliwa taji nzuri. Hatupewi sisi tu, bali na wale wengine wote walioweza kusimama. Ametuahidi ni baraka mingi sana. Tupambanie ufalme wa mbinguni. Usiwe kama wale watu walioenda kumlaki Yesu, yeye anaingia Yerusalemu. Mwisho wa siku wakaanza kusema asulubiwe, asulubiwe. Lakini huyu Bwana ametuahidi baraka mingi sana. Ndio maana anasema kwamba hata ukipata ziki, shida, taabu, anasema usiogope. Wewe songa mbele. Kutoka 14 mstari wa 14. Maliza hiyo. Kutoka 14 mstari wa 14. Usiogope, songa mbele. Hata ukipata ziki, shida, majaribu, usije ukaacha imani ambayo Bwana amekufanyaje. Twende sasa hapo tuanze. Kutoka 14:14 anasemaje? Bwana akawapigania ni. Twende 14:14. Naam. Kutoka 14 mstari wa 14. Naam. Twende 14:14 hapo. Bwana atawapigania ninyi. Kumbe Bwana atawapigania ninyi. Nanyi mtanyamaza kimya. Nanyi mtanyamaza kimya. Twende 15. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa. Mbona unanililia mimi? Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Wafanyeje? Waendelee mbele. Waendelee mbele. Kwa hiyo na nyinyi msianze kujalia, unapata shida. Wewe songa wapi? Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Lakini amesema kwamba waambie wana wa Israeli waendelee wapi? Mbele. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Basi Bwana atubariki hata wakati mwingine. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa na ujumbe? Amina. Basi kwa kusindikiza huu ujumbe uweze kusimama na wimbo namba 123. Wimbo kwa furaha. Yesu kwa imani. Wimbo. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, niokoka kabisa tangu leo. Nipe nguvu pia za kusaidia moyo wangu. Ulikufa wewe, wokovu nipewe, na kupenda wewe Bwana wangu. Hapa nazunguka katika mashaka na matata, palipo na giza utaniongoza. Hivi nitaweza kufuata. Tuombe. Haleluya, uhimidiwe Baba mwema, Baba mtakatifu. Kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu, twaja mbele zako wakati huu tukikushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi hata tufikia hitimisho. Jina lako litukuzwe. Tunakuja mbele zako tukihitaji msaada wako wa kimbingu, kaendelee kuambatana pamoja nasi kwa yale yote tuliyojifunza, yakiendelee kututia nguvu na kuendelea kusimama daima
katika kuipigania kweli yako na ujasiri